Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Ripoti yetu leo inamtazama Rais Masoud Pezeshkian, kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambaye wakati huu bado anaamini katika mazungumzo na serikali ya Marekani katika kumaliza uhasama kati ya Marekani na Iran. Miongoni mwa mambo ambayo Rais Masoud Pezeshkian ameyazungumza ni kwamba bado anaamini katika mazungumzo ya kumaliza uhasama kati yake na Marekani, huku akihoji kwa nini tupigane ikiwa tunaweza kupata haki zetu kwa mazungumzo. Hata hivyo, hoja yake hii imezua gumzo na kwamba baadhi ya wachambuzi wa mambo huko Mashariki ya Kati wamekuwa wakihoji kwa nini rais huyu akubali moja kwa moja kufanya mazungumzo na Marekani, wakati mazungumzo mengi yamefanyika, lakini Marekani iliendelea kufanya mashambulizi, huku akiona kwamba hili nalo linaweza likawa ni sehemu katika udhaifu wa rais huyo wa Iran, Masoud Pezeshkian, anayependelea diplomasia kuliko mapambano ya moja kwa moja. Wakati jeshi la IRGC likisema lipo tayari kwa ajili ya mapambano wakati wote na Marekani na lipo tayari kushambulia Marekani popote katika Mashariki ya Kati, Rais Masoud Pezeshkian ambaye pia aliunga mkono mapambano ya IRGC na kuilinda serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, sasa anatetea kuendelea kwa mazungumzo na Marekani, akisema Iran inaweza kupata haki zake kupitia diplomasia badala ya kuendelea na vita. Akizungumza katika hafla ya kuadhimisha miaka miwili tangu aingie madarakani, Pezeshkian aliuliza, kwa nini tupigane ikiwa tunaweza kupata haki zetu kupitia mazungumzo? Hata hivyo, amesema Iran haitorudi nyuma katika misimamo yake, akidai kuwa kuendelea kwa vita ndio chaguo ambalo Israel inataka ili kuilazimisha Iran kujisalimisha. Kauli kama hizi zinawafanya baadhi ya wachambuzi kuhoji kwamba ikiwa Rais Masoud Pezeshkian anapendelea mazungumzo ambayo wa Marekani hata kama wazungumze miaka miwili hawawezi kukubaliana na kile ambacho kinaendelea katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na hata wa Iran wenyewe hawezi kukubaliana na mambo ambayo Marekani inataka, kwa maana kuendesha ubeberu katika taifa hilo ndicho ambacho kimewafanya wa Iran waingie vitani, na wala hakuna namna nyingine wa Iran watakubaliana na sera za Marekani. Marekani inataka sera zake ziendeshwe katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, huku wa Iran wakiamini katika mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya nchi hiyo, wakiamini kwamba mfumo wa Kiislamu ndio mfumo pekee ambao utaweza kuiendesha nchi hiyo, mfumo ambao upo tofauti kabisa na Wayahudi, kwa maana Israel pamoja na wa Marekani. Masoud Pezeshkian amesema mazungumzo yaliyopita yalisaidia kumaliza vita nchini Lebanon na kuondoa vizuizi na kupunguza baadhi ya vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Iran. Hata hivyo, wachambuzi wanahoji, je, baada ya mazungumzo hayo kufanikiwa, ni nini ambacho kilijiri? Ni Israel kuendeleza mashambulizi ambayo yanaendelea hadi sasa, lakini pia ni Marekani ambayo iliondoa kila kitu ambacho kilikubaliwa, na hatimaye ndani ya siku 14 mashambulizi yao yalikumba Iran. Amesema pia spika wa bunge la Iran, Mohammad Bagher Kalibaf, kwamba amekubali kujiunga na ujumbe wa Iran unaoshiriki katika mazungumzo hayo. Ujumbe huo pia unajumuisha wawakilishi kutoka mahakama, bunge, jeshi na taasisi nyingine za nchi hiyo. Kwa mujibu wa Rais Masoud Pezeshkian, muundo huo unalenga kuonyesha kwamba sote tuko upande mmoja katika mazungumzo hayo. Kauli hiyo imekuja wakati mazungumzo kuhusu mustakabali wa mlango wa bahari wa Hormuz yakiendelea kati ya Iran na Oman. Afisa mmoja wa Marekani ameiambia Reuters kuwa kumekuwa na maendeleo katika mazungumzo hayo na kwamba Washington inatarajia makubaliano kufikiwa hivi karibuni. Kwa mujibu wa afisa huyo, Marekani inaweza kuondoa kizuizi katika bandari za Iran baada ya makubaliano hayo kutangazwa. Pezeshkian pia amekosoa watu wanaodai wanazungumza kuhusu masuala ya kisiasa, kiuchumi na kijamii bila kuwa na taarifa kamili, akisema kufanya hivyo kunaweza kuipotosha jamii. Rais huyo wa Iran pia amesema Iran imefanikiwa kukabiliana na juhudi za wapinzani wake na kudhoofisha au kuivuruga nchi kupitia shinikizo la kijeshi. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kwamba ikiwa shinikizo la kijeshi litakuwa ndio jambo pekee ambalo litaendelea kwa wa Iran, basi huenda Marekani ikaamua kuachana kabisa na mapambano. Moja kati ya sababu ambayo imesaidia katika kwa Marekani kuachana na vita katika kipindi hiki ni baada ya mashinikizo makubwa yaliyofanywa na wa Iran, mashinikizo ya kijeshi dhidi ya taifa hilo la Marekani pamoja na Israel. Hata hivyo, mashinikizo haya ndio ambayo yameifanya Marekani kuishiwa na silaha, hasa mifumo yake ya ulinzi wa anga, ambayo ndio sababu kubwa ambayo imetajwa kwamba imesababisha Marekani kurudi nyuma na hatimaye kuachana na vita hivi ambavyo kimsingi vimeathiri ulimwengu kwa kiasi kikubwa.
Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kauli ya Masoud Pezeshkian ambayo wachambuzi wa mambo wanaipinga kwamba ikiwa Iran itakubali kuingia katika mazungumzo, ni wazi itawapa nguvu wa Marekani ambao kimsingi walishiwa nguvu katika mapambano baada ya kuishiwa na mifumo ya ulinzi wa anga kwa sababu ya mashambulizi makali yaliyofanywa na Iran. Na ikiwa mazungumzo haya yataendelea, kutakuwa na makubaliano fulani, lakini baadaye Marekani itaingia katika uwanja wa vita. Historia inaonyesha kwamba kulikuwa na mazungumzo mengi yaliyofanyika miaka 2015 kati ya Marekani na Iran, hasa katika kile kinachofahamika kama JCPOA kwenye mpango wa nyuklia wa Iran. Lakini pia baada ya hapo mazungumzo yalifanyika mnamo miezi kadhaa iliyopita, lakini ni mazungumzo ambayo hayakuzaa matunda na hatimaye Iran ilishambuliwa vibaya na mataifa mawili ya Marekani pamoja na Israel. Hata hivyo mazungumzo yaliendelea, lakini hali ilikuwa vile vile, mashambulizi ya Marekani na Israel yakawa pale pale. Endelea kutufuatilia, nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe katika channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein.